Mungu atuma ishara kwamba Samia Suluhu hafai kuwa rais wa nchi ya Tanzania. Kimeumana. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mkutano wa hadhara uliokuwa ukiongozwa na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba katika wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa umegeuka kuwa gumzo kubwa kwenye siasa na mitandao ya kijamii baada ya tukio lisilotarajiwa la nyoka kuonekana ghafla katika mkutano huo, ambapo wengi wametafsiri kwamba ilikuwa ni ishara kwamba Mungu hajakubaliana na serikali ya CCM na kwamba viongozi wote ni batili. Tukio hili lilitokea wakati viongozi wa serikali walipokuwa wakisikiliza malalamiko ya maombi ya wananchi, aliliyosababisha taharuki ya muda mfupi kabla ya hali kurejea kuwa ya kawaida. Kwa mujibu wa video na ripoti zilizosambaa kwenye majukwaa mbalimbali ya mtandao, nyoka huyo aliyedaiwa kufanana na aina ya kobra alionekana akikaribia eneo la mkutano wakati mwananchi mmoja mwanamke alipokuwa akitoa maelezo kuhusu kifo cha binti yake kilichodaiwa kutokea katika mazingira yenye utata. Mwanamke huyo aliyekuwa akizungumza mbele ya viongozi alidai kuwa binti yake aliuliwa na kuzikwa kimya kimya bila haki kutendeka, madai ambayo tayari yalikuwa yamezua hisia kali miongoni mwa waliohudhuria. Katika hali ambayo wengi walitafsiri kama tukio la kushangaza, nyoka huyo alionekana akitembea kuelekea eneo la mkutano, na ni jambo lililosababisha baadhi ya wananchi kupiga kelele na ukemi mkali na vilevile kujaribu kujiepusha. Walinzi wa usalama na watu waliokuwa karibu na jukwaa waliingilia kati kwa haraka na kumdhibiti mnyama huyo kabla hajaleta madhara yoyote kwa waliohudhuria mkutano huo, ishara kwamba pengine mkutano huo haukustahili kukua huko na vilevile kwamba serikali ya Samia Suluhu ni batili. Ripoti zilizosambazwa kupitia mitandao ya kijamii zikiwemo zilizoshirikishwa na majukwaa kama ya Lemtuz pamoja na baadhi ya vyombo vya habari vya mtandaoni zinaonyesha kuwa baada ya tukio hili kudhibitiwa, mkutano uliendelea kama kawaida, huku waziri mkuu akiendelea kusikiliza malalamiko ya changamoto za wananchi wa eneo hilo. Asije akawa anayedaiwa mahali ndo kaleta nyoka. Mheshimiwa, katika mazingira ya siasa za Tanzania, mikutano ya hadhara iliyofanywa na viongozi wa serikali ni sehemu muhimu ya mfumo wa utawala unaolenga kusikiliza kero za wananchi moja kwa moja. Viongozi wa serikali wakiwemo mawaziri na hata rais mara nyingi hutembelea maeneo mbalimbali ya nchi kufanya mikutano ya hadhara ili kukutana na wananchi na kupata taarifa za moja kwa moja kuhusu changamoto zinazowakabili. Kwa hiyo tukio kama hili, ingawa linaweza kuonekana kama tukio la kawaida la mazingira ya vijijini ambapo nyoka hupatikana mara kwa mara, limepata uzito mkubwa kwa sababu lilitokea katika mkutano wa kisiasa uliohusisha viongozi wa juu wa serikali, na kwamba nyoka hawezi ingia mahali watu ni wengi hivyo. Ndio sababu tukio hilo limeenea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii na kuwa moja ya mada zinazojadiliwa sana katika siku za hivi karibuni, kwamba hata Mungu mwenyewe amekataa uongozi wa Samia Suluhu. Wachambuzi wa siasa na mawasiliano ya umma wanaeleza kuwa katika zama za mitandao ya kijamii, matukio madogo yanayohusisha viongozi wa kisiasa mara nyingi hugeuka kuwa simulizi kubwa zinazochochea mijadala ya kijamii na kisiasa. Picha au video fupi inaweza kusambaa kwa haraka na kuibua tafsiri tofauti kulingana na mitazamo ya watu wanaoijadili. Na katika tukio la Sumbawanga, baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wamechukulia tukio hilo kama jambo la kawaida linalotokana na mazingira ya eneo husika. Mkoa wa Rukwa una maeneo mengi ya asili na mimea mingi, hali inayoweza kufanya wanyama kama nyoka kuonekana mara kwa mara. Hivyo kwa baadhi ya watu tukio hilo halikuwa na maana ya kisiasa, bali tu tukio la kawaida la mazingira.
Hata hivyo, wengine wamejaribu kulipa tafsiri pana zaidi tukio hilo. Baadhi ya wachambuzi wa mitandao wamehusisha kuonekana kwa nyoka huyo wakati mwananchi alipokuwa akilalamikia haki ya mtoto wake kama ishara ya hisia kali zinazozunguka suala la haki na usalama katika jamii, na tafsiri hizo zimeenea sana katika majukwaa ya mijadala ya kisiasa ambapo matukio ya aina hiyo mara nyingi hupata maana ya kiishara, huku wengi wa wachambuzi vilevile wakionekana kusema kuwa ilikuwa ni ishara tosha kwamba viongozi wa CCM ama uongozi ama serikali ya CCM haitakiwi. Katika historia ya siasa za Afrika na hata duniani, matukio yasiyo ya kawaida yanapotokea katika mikutano ya kisiasa mara nyingi hugeuka kuwa sehemu ya simulizi za kisiasa. Wakati mwingine hutumiwa na wafuasi au wapinzani wa kisiasa kutengeneza tafsiri zinazoweza kuathiri taswira ya kisiasa ya tukio husika. Kwa upande wa serikali, mkutano huu ulikuwa sehemu ya ziara ya viongozi wa serikali katika maeneo mbalimbali ya nchi kwa lengo la kusikiliza kero za wananchi na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo Na serikali ya Samia Suluhu Hassan imekuwa ikisisitiza mfumo wa viongozi kuenda moja kwa moja kwa wananchi ili kusikiliza changamoto zao badala ya kusubiri taarifa kutoka ngazi za chini za utawala. Katika mikutano kama hiyo, masuala yanayojadiliwa mara nyingi ni pamoja na migogoro ya ardhi, fidia za miradi ya maendeleo, huduma za afya, elimu na masuala ya usafi wa wananchi. Tukio la mwanamke aliyelalamikia kifo cha binti yake linaonyesha aina ya changamoto ambazo wananchi huwasilisha kwa viongozi wa serikali wanapopata fursa ya kuzungumza mbele yao. Na kwa wachambuzi wa siasa za Tanzania, tukio hili linaonyesha pia umuhimu wa mikutano ya hadhara kama jukwaa la wananchi kueleza matatizo yao. Katika nchi nyingi za Afrika Mashariki, mikutano ya aina hii imeendelea kuwa sehemu muhimu ya mawasiliano kati ya serikali na wananchi. Ingawa tukio la nyoka limevutia sana mjadala wa mitandao ya kijamii, wachambuzi wanaeleza kuwa suala muhimu lililokuwa katika mkutano huo ni malalamiko ya wananchi kuhusu haki, usalama na huduma za serikali katika maeneo yao. Na hivyo mijadala inayozingatia tukio la nyoka pekee inaweza kufunika mjadala mpana kuhusu changamoto zinazowakabili wananchi. Na katika upande wa kisiasa, matukio kama haya yanaweza pia kuonyesha namna viongozi wa serikali wanavyokabiliana na hali zinazotarajiwa ama zisizotarajiwa wanapokuwa katika mikutano ya hadhara. Video zilizotolewa zinaonyesha kuwa mkutano uliendelea baada ya nyoka kudhibitiwa, na jambo ambalo baadhi ya wachambuzi wanatafsiri kama ishara ya utulivu na udhibiti wa hali hiyo. Historia ya mikutano ya kisiasa nchini Tanzania inaonyesha kuwa matukio ya kushangaza wakati mwingine hutokea katika majukwaa ya hadhara na katika maeneo ya vijijini, ambapo mikutano mara nyingi hufanyika katika maeneo ya wazi. Uwezekano wa wanyama wa porini au wadudu kuonekana si jambo lisilo la kawaida. Kwa sasa tukio la Sumbawanga limeendelea kuwa gumzo katika majukwaa ya mtandao, huku wananchi wakitoa mitazamo tofauti kuhusu maana yake. Baadhi wanaona kuwa ni tukio la kawaida la mazingira, huku wengine wakiliona kama ishara ya kiishara inayohusiana na mjadala wa haki uliokuwa ukiendelea wakati huo, huku wengine wakiona kwamba ni ishara tosha kwamba Samia na serikali yake ilikuwa ama ni batili. Hatimaye tukio hili linaonyesha jinsi siasa za kisasa zinavyounganishwa na nguvu ya mitandao na kijamii katika kuunda simulizi za umma. Tukio dogo linaweza kubadilika na kuwa mjadala mkubwa wa kitaifa, hasa linapohusisha viongozi wa juu wa serikali. Ni hayo tuliokuandalia kutokana na ishara hiyo na maajabu yaliyotokea kwenye mkutano wa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, ambapo nyoka alikuja kusambaratisha watu. Zidi kuwa nasi kila wakati, na tafadhali ikiwa wewe ni mgeni hapa, subscribe, like na kushare video.